Valentine Nouma yeye amecheza mechi 14, dakika ambazo amecheza ni 764, interception 7, blocking 1, tackling hakuna, lakini mipira ile ya juu ni 4, dakika 764. Unaweza kusema ilikuwa ni mara 2 ya dakika ambazo amecheza Mohamed Hussein Shabalala. Kwa dakika hizi anastahili ama kuna vitu ambavyo vimepungua kwa Valentine Nouma ikiwa kama mlinzi wa pembeni? Kwanza Simba walimsajili Valentine Nouma kutoka Maniema Union kwa sababu aje kumsaidia Mohamed Hussein ambaye Rashid amemzungumza hapa. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Simba huyu ni beki mbadala wa Mohamed Hussein. Na kwa yeye kwanza, kabla kumfananisha, sifa yake kubwa kuliko nyingine ni uwezo wa kucross mipira kwenye box na kupiga mipira iliyotengwa ili iliyokufa. Kwenye assist ambazo anazo 2, moja alimuassist Ateba kwenye mechi ya Ken Gold uwanja wa KMC, alipiga kona, Ateba akafunga kwa kichwa. Lakini hii pia ni ushahidi wa namna anavyojua kucross mipira kwenye box. Hii Mkwala kuweza kufunga mechi na KMC ya kwanza. Yes, lakini ni mzuri sana kwenye kucross hiyo mipira. Anapiga vizuri sana. Sana. Yes, sana. Sasa ukija kwenye kujilinda. Kwenye kujilinda ni mzuri ukimkuta kwenye nafasi, kwa sababu yuko strong. Kwa hiyo kuwania mpira kwa nguvu kwake sio tatizo. Ila ukianza kucheza kwa kasi, unaweza kumpita kwa sababu anachelewa kuchanganya. Okay. Yes, kwa sababu kimo chake sio kifupi, ana urefu ambao unamfanya na kuwa kama na uzito fulani kwenye kuwahi kurecover nafasi. Hiyo ndo changamoto yake. Lakini pia tukienda kumfananisha, kwa nini Mohamed Hussein anaanza, huyu anasubiri? Cha kwanza, kabla ya chochote, beki tunaangalia nafasi, tunaangalia ukiwa na mpira, tunaangalia mashambulizi, tunaangalia ukabaji. Ukiwa na mpira ni ile timu ambapo Simba wanapenda kuanzisha mashambulizi tokea nyuma. Sasa Valentine Nouma anazidiwa hii na Mohamed Hussein. Hili ni moja ya goli ambayo alifunga mechi ya TMA, kuonyesha ustadi wake wa kupiga mipira iliyokufa, direct free kick, anapiga vizuri sana. Sasa Kamara akipata mpira akianzia mabeki, Simba ikifanywa pressing, yule Mohamed Hussein ana footwork nzuri sana ya kucheza kwenye mstari akiwa na pressure na kusaidia timu kuondoka kwa pass tulivu. Tofauti na Valentine. Sasa hapa Valentine anazidiwa. Akipigwa pressure mipira inapotea kule kwake. Kwa hapa Mohamed Hussein anamzidi ukiwa na mpira. Lakini ikitokea kwenye ukabaji, kwa sababu Mohamed Hussein huwa anatembea juu sana, huwa anakabiwa zaidi na viungo wakati afu yeye anakuja kurecover. Kwenye hili namuona Valentine Nouma anaweza kashindana na Mohamed Hussein kwenye 1v1 kwa sababu yuko very tough. Lakini kitu cha tatu nimezungumza kuhusu position. Kama kuna beki anajua kushambulia niende saa ngapi na saa ngapi nisiende, ni Mohamed Hussein kuliko Valentine Nouma. Valentine anapenda kumaliza sana uwanja kwa ajili ya kucross na kurudi anachelewa kwa sababu yuko mbali. Ila Mohamed Hussein anaenda kutokana na move ya timu inavyoenda. Kuna clip kwa tunaziona hapa. Kuna goli Mohamed Hussein alimpa pass Ahoua. Timu kwa kwenye pressure lakini alipenetrate pass moja nzuri pale hakuwa amepanda. Lakini kuna time unamuona mpira kurusha akamrushia Hamza, karudishiwa akacross. Na huo unaona ni tofauti mwingine. Yes, kwa hiyo hizi ndizo sababu zinazomfanya Valentine awe chaguo la pili na si Mohamed Hussein.